Licha ya kuwa jiji linalokuwa kwa kasi na lenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa, baadhi ya maeneo ya Dar es Salaam bado yanakumbwa na uhaba mkubwa wa huduma ya maji safi na salama. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa mwaka wa fedha 2023-24 imebainisha hali ya kusikitisha ambapo wateja wa huduma ya maji wamelazimika kungoja hadi miaka miwili bila kupata huduma hiyo licha ya kulipia ada husika. Hapa tulipo tunapitia changamoto ya maji. Tulishajaribu kufanya juhudi zetu za kuvuta bomba. Tukajaribu kuchangishana, wengine wamekubali, wengine wamekataa, waliokubali limefikia huko. Lakini licha kufikia huko bado maji ni changamoto. Hayatoki kwa wakati. Na hata akitoka saa nyingine usiku watu wamelala, ukiamka asubuhi maji yashakatika. Kwa hiyo kifupi kikweli tunapitia changamoto. Kama hivi ndo tumeamua kuchimba visima, ndo tunatumia maji yetu yenyewe ndo kama haya. Ndo hivyo tena. Kikweli changamoto tunapitia ni kubwa. Katika maeneo kama Mbezi, Nyerezi na Malamba Mawili, maelfu ya wakazi wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji. Wananchi wengi hulazimika kununua maji kutoka kwa wauzaji binafsi kwa bei ya juu au kutumia vyanzo visivyo salama, jambo linaloongeza gharama za maisha na kuhatarisha afya zao. Shida ya maji kama hii unavyoiona, tunaomba ndugu zangu wajumbe, kama ndio hivyo unavyowasikia wewe kina Baba Eva wamefuatilia maji kuyapata, tunaambiwa tu kesho kutwa maji hayaji. Tunafanyaje jamani? Michango kama hii tunatoa, maji hayafiki. Mipira ndo kama hiyo inaishia njiani huko hayafiki. Jamani, tunaombeni maji, tuna msaada wa maji, tuna shida ya maji. Jamani, naomba tumsaidie. Kisima ndo kama hiko, tunakaa kuanzia saa 12 mpaka saa hizi ndo tunakuja kupata maji. Tuna watoto wachanga, tunanyonyesha. Wananchi na wakazi wa Malamba Mawili wanasema wamefikia hatua ya kulazimika kutumia maji ya visima ambayo ni machafu na hata hayafai kutumiwa na binadamu. Tuna maji hayatoki miezi mitatu, saa nyingine mpaka 4. Hata kama una bomba linakuwa liko hapo tu, ina maana maji hayatoki. DSO anakuja huku na kule, lakini maji ni shida. Kama hivyo maji visimani, maji yanakopo ni visimani na visima vyenyewe ndo kama hivyo sio salama. Hatujui maji hiyo chini yanatokea, maana kisima kijasakafiwa, akijafanya chochote. Ripoti ya CAG inaeleza kuwa ucheleweshwaji wa huduma unatokana na matatizo ya miundombinu, usimamizi dhaifu wa miradi ya maji, ucheleweshwaji wa manunuzi ya vifaa, pamoja na kutokuwepo kwa mfumo madhubuti wa kushughulikia maombi ya wateja. Aidha, baadhi ya miradi ya upanuzi wa huduma imechelewa kwa zaidi ya miezi 18 kinyume na masharti ya mikataba. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kata ya Malamba Mawili, hali hiyo ni ya kweli na imekuwepo kwa muda mrefu sasa. Kweli changamoto ipo kwenye mtaa wangu. Yako maeneo wanapata maji na yako maeneo hawapati maji, na yako maeneo hata miundombinu ya maji haijawekwa. Hizi changamoto kama zilivyo nimezipeleka DAWASCO, kwa sababu mimi ni Malamba Mawili inahudumiwa na mikoa ya DAWASCO mitatu. Ina mkoa wa DAWASCO Kimara, mkoa wa DAWASCO Kinyerezi, na mkoa wa DAWASCO Kibamba. Lakini sehemu ilikuwa na changamoto kubwa ni DAWASCO Kinyerezi, kwa sababu wako wananchi wangu eneo la Manzese kwa mjumbe Subira Mwakaje, na wako wananchi wangu wa eneo la Bonde la Mpunga kwa mjumbe Peter Kadogo Basi pamoja na mjumbe Lukungu. Inakiri au kwao hata miundombinu ya maji haijawekwa. Katika uchunguzi huu, Wakili TV ilimtafuta mhandisi wa DAWASA wa eneo la Kinyerezi ambaye aliahidi kuzungumzia suala la maji, lakini jitihada hazikuzaa matunda. Ndio. Sasa nitakujulisha kwa sababu
wewe tuwasiliane, ukipata mtu niambie. Maana mimi siwezi kuambia muda fulani, muda mwingi nakuwa niko site sana. Basi tuangalie Wiki hii? Wiki hii lini? Kuambia lini, ndio maana nataka wewe uniambie fulani ya kuja. Mimi muda mwingi niko busy tu. Au tu Niambia tu wana muda fulani mimi nitakuja, nitakupigia simu. Unanipigia kabla ya kuja. mimi hata leo hata kesho niko tayari. Lakini ndo abe Saa ngapi? leo tufanye kesho. Kesho saa 6 mchana. Haya, sawa. Wakili TV imemtafuta wakili ili aweze kutoa ufafanuzi ni kwa namna gani sheria inavunjwa kwa mamlaka husika kutoa huduma ya maji kwa wananchi. Kukosekana kwa huduma ya maji inakuwa imesababisha uvunjifu wa katiba. Kwa mujibu wa ibara ya 14 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilifanywa marekebisho mara kwa mara, ambayo inatoa haki ya kuishi. Sasa ili uweze kuishi mwanadamu, moja kitu ambacho kinahitajika kwa kiwango kikubwa sana ni huduma ya maji. Sasa unapokuwa umekata maji, maana yake unakuwa umeshajihatarisha haki ya watu kuishi. Kwa maana kuna watu wanaweza wakapoteza maisha kutokana na kukosekana kwa huduma ya maji. Kwa hiyo ukosefu wa maji, kukatika kwa maji au kwa namna yoyote ile watu kukosa huduma ya maji kunapelekea uvunjifu wa katiba, na hasa uvunjifu wa ibara ya 14 ambayo inataja haki ya watu kuishi. Takwimu za ripoti ya CAG zinaonyesha kuwa kuna idadi kubwa ya wateja waliolipia huduma ya kuunganishwa kwa maji lakini hawajapatiwa huduma ndani ya muda unaotarajiwa. Changamoto hizi haziishi tu kwa mtu binafsi, bali zinaathiri afya ya jamii, mazingira na maendeleo ya kiuchumi ya maeneo husika. Ukosefu wa maji katika maeneo ya miji mikubwa kama Dar es Salaam haupaswi kuchukuliwa kama jambo la kawaida, hasa kwa miji inayotegemewa kiuchumi kama jiji la Dar es Salaam, na wakati mamlaka kama DAWASA na EWURA zikiwa na wajibu wa kuhakikisha usambazaji wa huduma kwa wakati. Pia kuna haja ya kuwajibika kwa miradi isiyokamilika kwa wakati, pamoja na kuweka mifumo ya uwazi na uwajibikaji kwa maombi ya wananchi. Wananchi wa maeneo kama Malamba Mawili, Kinyerezi na Mbezi wamechoka kungoja. Wanahitaji majibu, hatua madhubuti na huduma ya maji safi kama haki yao ya msingi. Hii ni Wakili TV na mimi ni Rausat Swedi.